nikiri kwa haya kuwa wewe ni Mungu mkuu sana. Kwanza una neema sana. Safi. Ukishaoshwa, ukishawekwa huru, ukishahesabiwa haki, uwe na dhamiri safi. Ebrania 10. Ebrania 10 mstari wa 22. Waebrania 10 mstari wa 22. Waebrania 10 mstari wa 22. Biblia inasema, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyizwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Sasa jambo la kwanza, lazima uwe mkweli katika mambo yote unayoamini. Kujenga tabia ya kuwa mtu wa kweli katika maisha yako. Usiruhusu upotovu wa aina yoyote. Hakikisha maneno yako ni ya kweli, njia yako ni ya kweli, msimamo wako ni wa kweli, mwenendo wako ni wa kweli, kwa sababu unajua unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inakuwa na mchango wa kukusaidia kutoruhusu dhamira mbaya, kwa sababu dhamira njema inatembea na kweli. Ukiwa mkweli, kila mahali utakapokuwepo utakuwa na dhamira njema. Kwa nini? Kwa sababu umeshaoshwa, hauna hatia. Kwa hiyo unaishi katika kweli, unaishi katika dhamira njema, una maisha safi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na moyo safi utakaosaidia dhamira yako isihukumiwe. Sasa siku ukiacha kuhudhuria ibada, dhamira lazima ikuambie umekosa ibada wewe leo. Kwa nini umekosa ibada leo? Na wewe ni mtu mwenye haki, na wewe ni mtu mkweli. Kwa nini leo upoteze kweli? Kwa nini leo upoteze uaminifu wako? Lazima kuangalia ni lengo lipi linalokuhusisha wewe ukose ibada. Maana unapokosa inaleta dhamira mbaya ndani ya maisha yako. Ni muhimu kuishi na dhamira safi. Ni muhimu. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu kuitetea dhamira safi isiyoshitakiwa. Ukienda ukapata shilingi 10,000, usiile yote. Ukiila yote, 1,000 inazungumza kwenye dhamira yako. Wewe huna dhamira safi, maana umekula na moja ya 10. Kwa hiyo ukitengeneza maisha ya kweli,
ukipata 10,000 kweli nakuambia 1000 ni zaka, 1000 ni zaka, 1000 ni zaka, 1000 ni zaka. Kwa hiyo ile kweli ukiitii unatoa zaka. Kwa hiyo ukishatoa dhamira inakuwa safi, inakuwa safi. Si umeshatoa, yani hamna shida, unakuta una amani kabisa. Kwa hiyo maisha ya kuwa na dhamira safi isishitakiwe, maana uhai ni dhamira kuzungumza, hiki ni mwiko, hiki ni sawa, ndio uhai. Kwa hiyo ukishindwa kupambanua hayo umekufa kiroho. Na tuna wengi wanasema ni Wakristo lakini wamekufa, yani wamekufa. Asubuhi nikasema linaonekana ni tunda, lakini ukilipasua ndani funza zimejaa, zimejaa. Sasa hili ni jambo la kwanza la kuzingatia. Jambo la kwanza la kuzingatia, tumesema lazima uwe na dhamira safi kwa mujibu wa Ibrania 10:22. Ukiisoma na kuirudia utagundua upana mwingi, utagundua upana mwingi. Lakini namba 2, kuwa na mikono safi. Mikono ambayo inatenda kutoka kwenye dhamira safi inakuwa mikono safi, kwa sababu haina kubadilisha ile kweli, ule uaminifu. Inafanya kama unavyokusudiwa. Hiyo mikono iliyooshwa, mikono ambayo inaheshimu, inaritii neno la Mungu, ni mikono safi. Bwana asifiwe sana. Mkono ambao hauwezi ukaumuuma mwenzako kinyungutu wala ukapiga kofi hivi. Mikono safi ya mtu aliyekufa kwa habari ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndiyo maisha ambayo tumeitiwa kwa mujibu wa Zaburi 24 mstari. Zaburi 24 mstari wa 3 na 4. Zaburi 24 mstari wa 3 na 4. Biblia inasema, ni nani atakayepanda ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiye inua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Amen. Amen. Hili ni jambo la pili la kuzingatia ili tuweze kuwa na maisha safi kama makuhani wa Kristo. Biblia inasema ya kwamba ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Maana yake atakayekuwa na sifa za kufika alipo Bwana, za kufika makaoni pa Mungu. Wakati mwingine tunaweza tukalia, tunaweza tukaomba, lakini tuko pembeni na Mungu. Lakini hii ndiyo njia inayokuonyesha ukiwa na hali hii una sifa za kuingia mahali alipo Mungu, ili Mungu aweze kukuona na kukutana na mahitaji yako. Anasema ni nani
katika patakatifu pake. Anatoa majibu mstari wa 4, ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Lazima kama watumishi wa Mungu na wateule wa Mungu tuwe na mikono safi. Tuwe na mikono safi, mikono ya baraka, mikono inayotoka kwenye moyo safi, moyo usio na mawaa, moyo usio na hila. Huyu mtu lazima muone Mungu, kwa sababu kiwa hivyo umesimama mahali patakatifu, una maisha matakatifu, una kibali kwa Mungu. Maana yake wewe ni sauti ya Mungu, wewe ni sura ya Mungu, wewe ni nguvu ya Mungu. Jambo hilo lishike sana, lishike sana. Usiwe mwepesi kuyumbishwa na vitu unavyokutana navyo mpaka unafika unaapa kwa udanganyifu. Ni mbaya sana. Kitu kikifanya sema nimefanya hili, nimelifanya mimi, nimekosea, nimekosea, silitaki tena maishani mwangu. Maana yake unalikataa lisionekane ndani ya maisha yako kuliko kulificha. Kwa hiyo hakikisha maneno yako yanakuwa ya kweli, kulingana na vile unamwamini Yesu. Yaani kuna mtu anaweza akachukua kitu ukimbananisha, wewe umechukua, hamna wewe ni vizuri sema nimechukua kabisa. Kama ni kulipa ulipe, kama ni yani ukijulikana ulichukua ni mbaya kuendelea kuchukua. Lakini ukisema kuanzia leo ni mwiko, maana yake wewe uko na maisha salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mikono safi. Nilienda kule Kenya kwenye kuchenji hera. Wanafanya noti moja, wanaikunja mara mbili. Kwa hiyo anakuambia chenji, ukilipa hera hii chenji unapewa hera hizi. Kwa hiyo anashika mbele zako, anahesabu na wewe unaona 1, 2, 3, 4, 5. Sasa anakupatia, anasema hii ndio hera yako. Ukienda kuangalia hii umepewa hizi, sigehesabiwa ngapi, mmeshaachana. Ukirudi ukamwambia umenipa 2, si tulihesabu na wewe unaona. Hiyo ni hila. Hiyo ni nini? Mimi walinipiga, ndio maana nawasema hapo. Waliniumiza. Nikasema mbona zilikuwa nyingi tulivyohesabu kuangalia, yani niliumia. Sasa hiyo kitu ni mbaya kwa mtu aitwaye mteule. Bwana asifiwe. Hiyo ni namba 2. Namba 3, kuwa na moyo safi. Kuwa na moyo safi, ambao moyo safi tumeusoma kwenye maandiko hayo, moyo mweupe.
mtu ukishaoshwa, maana yake unabaki na moyo mweupe, moyo ambao unadai tu habari njema. Hii ndio sababu kila mtu aliyeokoka ni mjumbe wa habari njema. Huwa hatushughuliki na mabaya, maana tumeitwa kutoka kwenye tabia mbaya tukaingizwa kwenye tabia njema. Kwa hiyo tukisha kubali wito, tunashughulika na habari njema. Habari mbaya si ujumbe wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama naeleweka vizuri. Wangapi wanaelewa ninachokisema? Kwa hiyo ni vizuri kama mwana wa Mungu usiwe na tabia ya kuwekeza kwenye mabaya. Usiwe na tabia kwenye mambo mabaya. Maisha yetu tunawekeza mahali safi ambapo panatuwekea kumbukumbu nzuri katika maisha yetu. Bwana sifiwe. Amen. Unamwona jirani yako, hebu muulize hivi wewe una moyo mweupe kabisa? Una moyo mweupe kabisa? Muulize kwa kumwangalia usoni, na wewe macho yako yadhibitishe kama na moyo mweupe kweli. Umekuwa na mashaka kwera na moyo mweupe? Hiyo ni namba ngapi? Namba 3. Kuwa na moyo mweupe. Sasa ukimwangalia kweli jirani yako ana moyo mweupe kweli? Ila mwingine naona na mashaka naye. Unajua moyo mweupe ni uliogharimiwa na damu ya Yesu. Uliooshwa kwa damu ya Yesu. Huo ndio unakuwa mweupe. Naona watakatifu, tunaona hivi tunavyofanana. Nakwambia tukivua ule mwili wa asili tukavaa ule wa mbinguni, sisi sote ni weupe. Weupe. Yani ukiangalia kwa macho ya kimbinguni unaona weupe. Ni nzuri kuwa na maisha meupe, yasiyoshitakiwa, yasiyo na deni. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni namba 3. Hiyo ni namba 3. Namba 4, roho na moyo mnyenyekevu. Sijui nikisema hivyo nakuwa nimeeleweka. Roho na moyo mnyenyekevu. Kwa nini nimeambatanisha mambo haya? Maana yake ni kitu kinachotoka kwa Mungu halafu na asili ya mtu. Kitu kinachotoka kwa Mungu na asili ya mtu. Kwa hiyo ile asili inapatikana kwa kupokea roho ya Mungu ya unyenyekevu. Kwa hiyo ile roho ya Mungu inakupa asili ya kuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo unakuwa na moyo wa unyenyekevu, unakuwa na maisha ya unyenyekevu. Yani hiyo ukionekana haihitaji hata mtihani, haihitaji hata maswali. Yani ukionekana tu asema huyu yani ni mnyenyekevu. Maana yake roho wa Mungu alipoingia ndani yako ulipondeka kabisa.
Mimi huwa naangalia ninyi watoto wangu. Mwingine ni kumpa neno, anakupa maswali. Yaani umemshirikisha jambo la kufanya, yeye anakupa maswali. Lakini kwa ambayo ukimshirikisha jambo, hata kama alikuwa na mambo anafanya, anasimamisha yote. Anasema babu kisema wewe, yani kila kitu nasimamisha. Sasa mwingine anauliza maswali. Kwani inakuwaje? Mimi niko hivi na hivi na hivi. Sasa kama unanipa maswali, mimi nakuacha. Nafanyaje? Nakuacha mzee wa kanisa. Lakini kusema baba unasemaje? Una jambo? Nasema lipo. Niko tayari twende. Tunaenda. Lakini ukianza kuniswalika maswali, mimi naona sasa hapa nitafute njia nyingine. Yesu asifiwe. Sasa mtu mnyenyekevu akisikia, yani ratiba zake zinakufa, anafuata ratiba mpya kwa sababu ni mnyenyekevu. Unyenyekevu unahitajika sana. Hii ndio sababu kuna mambo mengi tunayapoteza mengi kwa sababu ya kukosa unyenyekevu. Mimi nimegundua Biblia inaposema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati. Ili Mungu akukweze, Mungu anatumia watu. Mungu anatumia watu kuangalia nani anayefaa katika eneo hili. Kwa hiyo unashtukia huyo umekwenda juu, lakini kinachoangaliwa ni yale maisha na jinsi ambavyo umetoa gharama ya kuwa tayari kwa ajili ya Mungu. Lakini neno la Mungu likija, unaliswalika maswali. Hilo neno lenyewe ambalo linakuja kukutengeneza, unalipa maswali. Wewe sijui kama unanielewa, lakini wewe angalia viti hivi asubuhi tulikuwaje. Jaribu kuangalia nyuma yako, uone asubuhi tulivyokuwa na jinsi tulivyo sasa hivi. Ni kweli wote ambao hawapo wanaumwa, bezao zimedumbukia shimoni, wanaenda kuzitoa, kwa sababu kama mtu ng'ombe yake imedumbukia hawezi kuiacha shimoni akaja kanisani, lazima shughulike kuitoa. Akiitoa tunafurahi pamoja naye. Lakini mgonjwa akiacha kuja kanisani kwa sababu ni mgonjwa, huyo tunamuombea Mungu amsaidie, lakini hatuwezi tukapata shida kwa ajili ya mgonjwa. Lakini mtu ambaye anamjua Mungu akaacha kuja kwenye ibada akaenda kwenye miradi yake, tunakuwa na maswali. Mwizarubi, tunakuwa na maswali na mtu huyo. Naacha ibada naenda kwenye miradi yake. Mimi ndichaye huwa nasema siku zinalingana lakini hazifanani. Ni vizuri kumnyenyekea Mungu ili miradi ijue una Mungu. Miradi kijua una Mungu, mchawi hagusi. Lakini miradi ikijua huna Mungu, naweza ukakutana na ugumu ambao si wa kawaida. Yesu asifiwe. Nimekupa andiko, Zaburi 51. Zaburi 51. Zaburi 51. 17.
Zaburi ya 51 mstari wa 17, Biblia inasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu, huta udhalau. Amen. Yesu asifiwe. Roho iliyovunjika na moyo uliovunjika na kupondeka ni kitu kingine kabisa, na ni kitu ambacho Mungu anakitafuta kwa watu wake. Maana yake moyo ambao haujavunjika ni moyo wenye makuu, ni moyo wenye mipangilio yake, ni moyo usioelekezwa, ni moyo usioonywa. Ndio ile ambaye amesema aonywaye mara nyingi na kushupaza shingo litavunjika, wala hatapata nini? Dawa. Lakini moyo uliovunjika na roho iliyovunjika ni moyo usio na hakiba ya kitu chochote. Ni moyo ambao unasema natamani mbegu njema iingie, natamani mbegu njema iingie, natamani mbegu njema iingie, natamani mbegu njema iingie. Ni moyo ulio tayari kujifunza, na mtu yoyote anayejifunza lazima awe na viwango vya kutoka mahali kwenda mahali, kwa sababu kile unachokiingiza moyoni kinakupanua ufahamu, kinakupanua utendaji, kinakupanua msimamo, kinakupanua ukaenenda katika njia usiyoijua. Huwezi ukaenenda katika eneo usilolijua. Hii ndio sababu tukishakuwa wanafunzi wa Yesu, anasema Yesu kama jiwe kuu likikuangukia linagusaga tiki tiki. Kwa nini ligusage? Yaani linapogusaga tiki tiki, maana yake ufae kufundishwa. Kwa sababu kama halijagusaga tiki tiki, wewe hufai kufundishwa. Lakini likigusaga tikitiki unafaa kufundishwa, na unapofundishwa yana mahali yanakaa ili kuanza hatua, kuanzia siku ya kwanza na kuendelea. Kadiri unavyojifunza ndivyo unavyopanuka. Sasa lazima unyenyekee kwanza. Sasa hali ya kunyenyekea ndipo sasa utainuliwa, maana huwezi kujifunza hujanyenyekea. Kwa hiyo cha kwanza kabla ya kujifunza ni kuvaa mavazi ya unyenyekevu. Unapokuwa umeshuka na kujinyenyekesha, tayari habari njema za Yesu zinapandwa moyoni mwako. Kadiri zinavyopandwa maishani mwako ndivyo zinakubadilisha, unakuwa mtu mwingine. Unaweza ukawa na umri mchache, lakini kwa sababu Mungu amewekeza ndani yako, ukakuta unajulikana katika mbingu, unajulikana katika ufalme, kwa sababu ya maisha ya unyenyekevu. Hii ndio sababu Petro anasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Mkono wa Mungu uko hodari, uko hodari. Wanaopuuza mkono wa Mungu wanajipuuza wenyewe.
Wanaodharau neno la Mungu wanajidharau wenyewe, wanajiharibu wenyewe. Lakini ili uone siri za Mungu, jikite kuwa mwanafunzi wa kweli. Jikite kuwa mwanafunzi wa kweli. Mtu wa Mungu, utaona neema nyingi za kimungu. Utaona baraka nyingi maishani mwako, Mungu akikushika kwa mkono wake mtakatifu na kuendelea kukutegamaza. Yesu asifiwe. Tajiri ni wewe, mwingine hakuna. Milima itapita tena na watu watapita sana, ila wewe ni wa daima, ila wewe ni wa daima. Hata nikisema